Bwana Yesu asifiwe sana, na wakaribisha sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambayo wanashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Sana Bwana anavyo ni saidia. Ninaomba kama bado subscribe, share, like and comment. Leo ni siku ya Jumamosi, huwa nashare neno la Mungu kwa ufupi sana, na naanza new series ya kuhusu amani. Tunajua amani ni kitu muhimu sana, especially kwetu wa Kristo, kwa sababu ulimwengu umejaa dhiki, na ndio maana Bwana Yesu wakati anaondoka anasema amani na waachieni, na sio kama amani mnayoipata ulimwenguni. Hii ni amani tofauti kwa ajili ya watu wake, kwa sababu anajua watapitia dhiki na wanahitaji amani. Na sisi wenyewe tunajua katika dhiki tunazozipitia tunahitaji amani ya Kristo. Sasa kwa nini imani ni muhimu katika maisha ya Mkristo? Neno la Mungu linatuambia katika kitabu, na kabla sijaelezea hiyo, kwa hiyo hii series ndio maana nimeita 6 G's. Kuna G6 ambazo unfortunately kwa Kiswahili sisi hatujatumia G. Kwa hiyo ninaona nitumie tu hizo G za Kiingereza. Kwa hiyo G ya kwanza ni guide. Amani inatakiwa tuongozwe na amani katika maamuzi yetu yote. Tusifanye maamuzi yetu bila kuongozwa na amani. Kwanza tunajua pasipo na amani Mungu hakai. Neno la Mungu linatuambia katika Wakolosai 3:15, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Kwa hiyo kila amuzi unalolifanya usilifanye kwa sababu una hofu, kama mfalme Sauli alifanya sacrifice kwa kuogopa watu, matokeo yake akanyang'anywa ufalme. Tusifanye maamuzi kwa mhemko, kama Petro alivyoona wamekuja kumkamata Yesu akakata sikio la mtumishi wa kuhani mkuu. Hii ingeweza kuletea Petro kuingizwa katika kesi ya mada, na Petro naye angeuawa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu anajua mwisho kuanzia mwanzo. Bwana Yesu akalirudisha lile sikio, akamponya yule mtumishi wa kuhani. Kwa Petro wakakosa ile kesi ikawa imeisha kwa Petro. Tusifanye maamuzi kwa ajili ya kisasi au chuki. Umeona yule mfalme mkubwa, mfalme Herode, wakati alipoambiwa habari kwamba Bwana Yesu amezaliwa, akafanya maamuzi ya kuua watoto wote chini ya miaka 2 kwa sababu ya chuki, kwamba nani tena huyo anayezaliwa atakayekuwa mfalme. Kwa hiyo hapo palikuwa na kisasi, palikuwa na chuki, palikuwa na hofu ya kwamba ufalme wake utaondolewa. Akafanya maamuzi, baadaye akaua watoto wa watu bure. Ana damu ya watoto wachanga. Tunajua damu ya watoto wachanga inazungumza mbele za Mungu. Tusifanye maamuzi kwa sababu tumekuwa influenced na furaha au pombe, madawa ya kulevya, vilevi vya aina vyovyote vile vikakufanya wewe ukafanya maamuzi. Embu tulia, muombe Mungu kama una amani kwa wakati huo. Unajua hata furaha nayo ni mbaya, na mfano mkubwa ni mfalme Herode mwingine. Huyu alikuwa ni mjukuu wa mfalme Herode aliyetaka kumuua Yesu, nadhani mjukuu au ndio huyo, I don't remember very well. Lakini pana mfalme mwingine Herode, na yeye ndio aliyeomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Akasema kile alikuwa tu ameishalewa, akasema yote akamuita yule binti wa mke wake, amecheza vizuri, nitakupa chochote unachokitaka, hata nusu ya ufalme wangu. Umeona, unatoa ofa hata nusu ya ufalme wako kwa ajili ya pombe. Na saa nyingine hata sisi wanasema kwa ajili ile pombe alikuwa amefurahi. Mara nyingine hata sisi tumefurahi sana. Au ukimwangalia Esau kwa sababu ya njaa amekuwa influenced na kitu. Saa nyingine tunakuwa influenced na pain na maumivu. Unasema mimi huyu, hii ndoa basi, maumivu hayo. Mimi huyu mtoto basi, mtoto kakuumiza. Lakini sio kwa amani. Kwa hiyo maombi yangu wapendwa, nikuja niishie hapo. Maombi yangu ni kwamba mimi na wewe tumombe Mungu sana, na ni maombi yangu kwamba Mungu atatusaidia katika maamuzi yetu yote. Tutaongozwa na amani ya Kristo ipitayo amani yote. Kwa hiyo G ya kwanza, guide, allow amani ya Kristo ikuongoze katika yote. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, na Mungu akubariki. Tutaonana tena Jumamosi ijayo kwa another G.